Bana Stephane Aziz Ki ambaye ni kiungo mshambuliaji wa kimataifa anayeongelea kabisa kwamba Stephane Aziz Ki ametoka katika nchi ya Burkina Faso, lakini pia ni nyota wa zamani wa Yanga Africa, anamaanisha kwamba ni moja kati ya mtu ambaye alikuwa na mchango mkubwa sana katika timu ya Yanga. Kwa hivi sasa amekuwa gumzo kubwa sana kwa ulimwengu wa soka na burudani Afrika. Hii imechanganywa na mambo yake matatu ambayo kwa hivi sasa katika nchi ya Burkina Faso, mapokezi yake ya kifalme nchini Burkina Faso yamewafanya watu wengi wazidi kumwongelea yeye akiwa na mpenzi wake Amissa Mobeto. Hiyo ni moja kati ya video ambayo imekuwa ikisambaa katika mitandao ya kijamii, namna ambavyo Amissa Mobeto pamoja na Stephane Aziz Ki walipokuwa wanapokelewa katika nchi hiyo ya Burkina Faso. Ni ishara kwamba wanapendwa na wanaheshimika, na mchango wa Stephane Aziz Ki kwa vijana wengine umekuwa ni mchango ambao unawamotivate pia kwa jitihada zao za hapa na pale kuhakikisha kwamba wanacheza kabumbu kwa namna yoyote ile kwa lengo la kwenda kufika level ambazo Stephane amefika na kuendelea kufanya vizuri zaidi. Bana, kwa hivi sasa Stephane Aziz Ki ameitwa katika timu yake ya taifa ya Burkina Faso. Sasa basi ni moja kati ya kitu ambacho kimewafanya watu wengi waliongelea tukio hilo kwa kina na kusema kwamba Stephane Aziz Ki kwa hivi sasa ni moja kati ya mtu ambaye anaongelewa sana katika vyombo vingi vya habari. Sasa kitu kingine ambacho kimewafanya watu wengine pia wamuongelee zaidi Stephane Aziz Ki ni uhamisho wake kwenda kwenye klabu ya Wydad Casablanca ya Morocco, ambako kwa hivi sasa ni moja kati ya timu ambazo zinafanya vizuri katika soka huku barani Afrika. Sasa uchambuzi huu ni unaangazia sababu lakini pia lengo na faida za mvutano wa kisanaa kati ya matukio haya matatu ambayo ni mapokezi yake ya kifalme katika nchi ya Burkina Faso, lakini pia wito wa kwake katika timu ya taifa ya Burkina Faso, lakini pamoja na yote uhamisho wake kutoka katika timu ya Yanga kwenda Wydad Casablanca. Bana, tunaanza na mapokezi yake Aziz Ki pamoja na Amissa Mobeto. Bana, faida kwa taifa na utangulizi wa utalii. Kwa hivi sasa mapokezi ya Aziz Ki nchini Burkina Faso hayakuwa tu ya kifamilia, bali yamezidi basi kuvalisha uzito mkubwa wa kitaifa, kama video zinavyoonyesha shangwe na ngoma za jadi, lakini pia familia nzima imekuwa ikisherehekea ujio wake ya mtoto wao ambaye ni maarufu kwa hivi sasa akiwa na mpenzi yake Amissa Mobeto. Hii inazidi kuwa ni moja kati ya ujio mkubwa sana wa mchezaji ambaye alikuwa anafanya vizuri katika timu ya Tanzania na sasa hivi amerudi tena nyumbani kwao, na baada ya hapo atakwenda katika timu ambayo ni ya Wydad Casablanca. Na faida ambazo basi katika tukio hili ni kwamba utalii na taswira ya Burkina Faso imezidi kuonekana. Mapokezi yalionekana kama vile ni njia ya kutangaza Burkina Faso kimataifa, hasa kupitia wafuasi wa Amissa Mobeto ambaye ana ushawishi mkubwa sana katika mitandao ya kijamii kwa sasa. Kati ya Amissa Mobeto pamoja na Stephane Aziz Ki, basi Amissa ndiyo mmoja kati ya mtu ambaye ana wafuasi wengi sana katika mtandao wake wa Instagram. Uhusiano wa kimtandao kati ya Aziz Ki na Amissa Mobeto unaashiria mchanganyiko wa tamaduni za Kiafrika Mashariki na Afrika Magharibi, jambo ambalo lazidi kuchochea mshikamano wa bara la Afrika. Kwa hivi sasa media tofauti zimekuwa attention kwa uwepo wa Amissa Mobeto uliozidi kufanya vyombo vingi vya habari Tanzania, Morocco na Burkina Faso kuandika habari hizo katika kila jarida ambalo lilikuwa linasomwa siku ya tarehe 24. Kwa hivi sasa Amissa Mobeto pamoja na Stephane wote wamekamata nchi mbalimbali. Sasa wito wa timu ya taifa kwake Stephane Aziz Ki, hili ni taji la kimataifa. Wito wa Aziz Ki kwenye kikosi cha Burkina Faso unaonyesha heshima kubwa sana anayopata ya kitaifa licha ya kucheza katika klabu ya nje ya nchi ya Burkina Faso.
Lengo kuu ni kuimarisha kikosi cha taifa katika mechi zijazo, hasa katika maandalizi ya AFCON au FIFA Qualifiers. Nina maana kwamba kutakuwa kuna faida nyingi sana za mchezaji huyu. Huenda jina lake kwenye rada ya vilabu mbalimbali vikubwa zaidi, basi vikawa vinamwangazia Stephane Aziz Ki kwa hichi ambacho kimeweza kufanyika baada ya kuitwa katika timu ya taifa lake la Burkina Faso, lakini pia umpa nguvu ya kisaikolojia na kuamini uwezo wake unahitajika hata akiwa mbali na nyumbani kwao. Faida kwa taifa zima ni kwamba linajenga pia kikosi imara chenye wachezaji waliopitia mashindano ya kiwango cha hali ya juu kama vile CAF Champions League, lakini pia kuwapa vijana wa nyumbani mfano wa kuigwa, wakiamini kuwa mafanikio ya Aziz Ki yanawezekana pia hata kwao. Lakini pia uhamisho kwenda kwa Wydad Casablanca ni ngazi mpya ya kitaifa, ambako habari za Aziz Ki kujiunga na Wydad Casablanca kutoka katika timu ya Young Africa zimekuwa na mvutano mkubwa sana, hasa kwa mashabiki wa soka la Afrika Mashariki na Magharibi. Sababu ya uhamisho huu inaonyesha onyesho lake bora katika CAF Champions League akiwa na Yanga, ambako aliibuka kuwa ni kiungo hatari na mwenye magoli muhimu na mengi zaidi. Uhitaji wa Wydad Casablanca kuongeza nguvu katika eneo la kufuatilia wachezaji wao wakuu na kuuza katika nchi za Ulaya. Kipaji hichi ni kipaji ambacho kina nidhamu na kazi ya hali ya juu. Kwake Aziz Ki, hii ni faida nyingine tena. Faida kwa Aziz Ki zimekuwa nyingi sana. Kucheza katika ligi yenye ushindani mkubwa zaidi kama vile Tanzania, Morocco, ambayo basi imezidi kuzalisha wachezaji wengi wanaocheza katika timu za Ulaya, lakini pia kulipa mishahara mikubwa na kupata fursa za kucheza kwenye CAF Champions League mara kwa mara. Hii ni moja kati ya faida ambayo Aziz Ki mpaka kwa muda huu anayo. Lakini pia anapata exposure kwa skoti wa Ulaya na watu ambao basi wapo karibu na yeye. Lakini pia faida katika timu ya Yanga ni kwamba wanapata fedha ambayo mpaka kwa hivi sasa inasemekana kwamba Aziz Ki ameuzwa kwa pesa nyingi sana, zaidi ya B1. Lakini pia wanapata pesa kutokana na uhamisho huu ambao basi zinaweza pia kusaidia kuendelea kuongeza wachezaji ambao watakuwa wengine na uweledi mkubwa. Lakini pia wanaimarisha jina la klabu na kuwa sehemu ya njia ya mafanikio ya mchezaji mkubwa basi kama Stephane Aziz Ki. Lakini pia mapenzi ya Aziz Ki na Hamisa Mobeto ni nguzo kubwa katika media and branding themselves. Kwa maana kwamba wanajibrand kupitia mapenzi yao, wanajibrand kupitia penzi lao, maana Aziz Ki ameua muda hata so mrefu sana. Penzi la Aziz Ki na Hamisa Mobeto basi limezidi kuvutia umma, si tu kwa sababu ya umaarufu wao, bali pia kwa jinsi wanavyoiweka hadharani. Hii imekuwa njia nzuri sana ya kuongeza value ya brand yao binafsi. Tena kwa upande wa Hamisa Mobeto ndio kizaza. Umuhimu wa media katika penzi lao limekuwa ni umuhimu mkubwa sana. Watu wengi walikuwa hawamjui Aziz Ki kama mchezaji wa kimataifa, sasa wamezidi kumfahamu kupitia Hamisa Mobeto, na kuweka uhusiano wao hadharani kumewapa endorsement deals kutoka katika makampuni mbalimbali ya watu maarufu. Hii imekuwa ni moja kati ya sehemu ambayo wamezidi kujipatia pesa siku hadi siku. Ninaweza nikasema kwamba ni watu ambao wamekuwa mfano wa celebrity couples za Afrika kwa hivi sasa, ambazo zimekuwa na mvuto mkubwa sana wa kisoko, especially katika swala zima la kisaikolojia, lakini pia kisiasa, pia katika swala zima la jamii. Stephane Aziz Ki ni moja kati ya mfano bora sana wa mchezaji wa kisasa ambaye si tu anayetegemea uwezo wa miguu, bali pia anajua kutumia media na mapenzi ya nafasi ya kitaaluma na kujiinua katika mapokezi yake ya kifalme. Na wito huu katika timu yake ya taifa imekuwa ni wito ambao unazidi kumpa value kubwa siku hadi siku. Mimi nafikiri kwamba sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Ndo haya yaliyojiri katika mitandao ya kijamii, especially katika upande wa Stephane Aziz Ki na Hamisa Mobeto. Bye bye for now.